na sasa tutengeneze file letu kwamba ile file tukilisave tutaita first save as, kwa tutaita first, tunasema tunakuwa na indica.c++. kwa hiyo first .c++. Kwa tulisema kwanza, kitu cha kwanza ambacho lazima tukiandike tunakuwa tuna include iostream input na output stream, kama tuiandike. Lakini tuseme tutakuwa tunatumia sisi using namespace std. Kwa tuseme unaweza kaiandika au siandike. Kwenye lecture namba 1 tutakuwa tumezungumza using namespace std, then tunakuwa tuna int main. Int main ni function ambayo tunakuwa tunaitumia. Kwa tuseme ndani kodi zetu zote zinaenda kwenye ndani ya ya int main. Kwa unaweza kusema let's say int labda age, kadeclare kwamba tuna age yako ambao labda age ni sawa na 40. Kwa tukadeclare int age, let's say age ni sawa na 40. Tuseme unaweza kaipa kwenye single line kwamba int age sawa na 40, au unaweza kusema int age ni sawa na 40, then unaweza kai out. Kwa out ni kama una display, kwa unaweza ka display age. Kwa tukitaka tuionyeshe hiyo age ambayo ni 40 tukirun program yetu, unaweza kaandika namna hiyo. Kwa unaweza compile na kurun at the same time. Kwa unaona kabisa kwamba display yetu inakuja kwamba ni ngapi? Ni 40. Kwa hiyo unaweza kaa kwenye hizi taarifa, unaweza ukaziongezea, labda ukaziongezea kwamba your age is, kwa unaweza ka out ni katika display, labda your age is, then uka display, lazima terminate, then uka display your age. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba ikidisplay utaandika your age is 40, inakuwa katika namna ile pale. Kwa hiyo unaweza kutunza let's say gender ya mtu, kwa mfano labda age ya mtu, labda jina lake. Kwa unaweza kusema string jina ambapo jina na tunaweza kuweka hapa int age ni sana 40, string jina, string. Kwa inakuwa ni kama string yetu jina ndio variable inakuwa inaitwa namna hiyo. Let's say tunaweza tukaipa Hassan, kwa tukaipa jina ambayo string yetu itakuwa inaitwa jina la huyo mtu itakuwa inaitwa Hassan. Kwa nasema kwenye memory tunataka variable ambayo itakuwa inaitwa jina, lakini variable yake itakuwa inatunzwa Hassan. Then tunakuwa tuna tunaweza kusema gender kwamba itakuwa ni sawa sana ngapi. Tunakuwa tunatumia hizi quotation hizi kama tutakuwa tunazitumia, then huko ndani tutakuwa tuna call let's say ni male, ni male, inakuwa katika namna hiyo. Kwa unaweza ka out your age is, ika display age. Unaweza ka out tuka out let's say your name au jina lako ni, niandike herufi ndogo, let's say jina lako ni, then unaweza ka display jina out, unaweza ka display jina, lakini unaweza kumwambia pia out let's say gender kwamba jinsia yako ni, tuka terminate let's say tuka out gender, lakini tutakuwa tuna end of the line. Maana hapa tukirun mara nyingi sana maneno yatakuwa your age is 40, jina lako ni, vitakuwa vinabananishwa kwa pamoja. Kwa hiyo wote vinakuwa vinabananishwa. Umeona kwamba your age is 40, jina lako ni Hassan, jinsia yako ni male. Kwa hiyo tukitaka kuandika vizuri tunakuwa tuna end of the line. Kwa unaweza ka out hapa end of the line, tuseme tunaandika katika namna ya /end. Kwa /n inakuwa that is end of the line. Kwa unaweza ka copy hapa tukaipestia na hapa, lakini pia tunaweza tukaipestia na huku mwishoni. Kwa hiyo hapo kitu kitakachotokea ni kwamba kila mmoja atakuwa kwenye mstari wake. Taarifa zitakuwa zimejipanga namna hii kwamba your age is 40, jina lako ni Hassan na jinsia yako ni male. Kwa hapo ndo namna gani ambayo tunakuwa tuna combine hizi variable zetu pamoja na hizi statement. Kwa hiyo hizi out ni katika namna ku display tu kwamba kionekane namna gani. Kwa mtano unaweza kaandika chochote unachokitaka ndani ya hizi quotation. Kwa unaweza kaandika Kiswahili, Kiingereza, kabila chochote, lakini out inakuwa inatumika ku display. Lakini hizi statement hizi zinakuwa zina represent hizi zote zinakuwa zinasimama kwa sababu ya nini? Ya variables. Kwa hiyo hii ni out jina, hapo ni variable yetu kule tumeideclare, the same kwa huyu out gender. Kwa hiyo ni variables. Kwa hiyo zote ni variables ambazo tunakuwa tumezideclare kule. Kitu kingine ambacho tunaweza tukafanya, tunaweza tuka add let's say numbers, au tukajumlisha numbers, au tukaganya numbers, kwa tukafanya matendo mbalimbali.
kwa mfano tuzi comment hizi, tuseme comment tunaweka /2, kwa unazi highlight zote unapiga control then hiyo space kwa zinakuwa zinaji highlight. Kwa tukirani inakuwa nothing ambayo inakuwa inaonekana, nothing ambayo inakuwa displayed. Kwa unaweza kusema kwamba hizi ndo namba mbili nataka tuzifanye add integers. Kwa unasema ni int, tunakuwa tuna namba yetu ya kwanza equals to let's say 40, na tunakuwa tuna int let's say namba yetu ya pili, let's say ni sawa na 60, lakini tunaweza tuka cout. Kwa cout ni display number 1 plus number 2. Kwa tuta add namba ya kwanza let's say tunajumlisha na namba ya pili, Kwa tukirun program yetu tunaweza tukaona kwamba inakuwa na display 100. Kwa tukirun hamna shida. Kwa tukiangalia hii hapa ina maana jibu inakuja 100. Kwa ina maana kwamba inakuwa ina add zile numbers. The same katika kusubtract. Kwa unaweza kuchukua namba ya pili kutoa namba ya kwanza, kwa ukachukua namba ya pili ukatoa namba ya kwanza, inakuwa namna ile pale. Kwa ukirun ina maana itakuja kuonekana 20 ile pale 20 yetu kwamba ile pale. Lakini pia unaweza kutengeneza variables kwamba kwenye hizi namba mbili unaweza kutengeneza variable nyingine za kutunza let's say jumla au za kutunza utofauti, kutoa. Kwa unaweza ka declare int ambayo int jumla ambayo tutakuwa tuna jumla integer zetu ambayo ni jumla, tutaelezea jumla inakuaje. Unaweza kuwa na int pia int kutoa ambayo itakuwa ndio difference kutoa. Lakini sometimes baada ya kuandika int kitu fulani unaweza kazi combine tu, hichi ni the same na kuandika sehemu moja zote int jumla koma int kutoa, inakuwa katika namna ile pale. Basi kwa unaweza kaelezea hapa chini kwamba jumla ni nini? Jumla ni sawa na namba ya kwanza kujumlisha namba ya ngapi? Namba ya pili. Kwa hiyo jumla inakuwa inatunza hizi taarifa hizi kwamba namba 1 jumlisha namba 2 inakuwa ni sawa na jumla. Kwa hiyo cout hapa ambapo kwenye kudisplay unaweza tuka display jumla, jumla. Kwa maana ukirun compile na kurun tunakuja kuona kwamba inaonekana 100 ngapi? 100. Kwa ni the same na kuandika namba 1 jumlisha namba 2, lakini tunakuwa tunaitumia jumla. The same unaweza kukata mstari cout end of the line, lakini tuka display let's say difference au kutoa hii. Kwa kutoa tukaielezea let's say hapa kutoa kwamba kutoa ni nini? Kutoa ni sawa sana namba let's say namba 2 kutoa namba 1. Kwa hiyo cout huku cout kutoa unaweza kaipa pia taarifa. Kwa unaweza kaandika kutoa majibu kutoa ni, kwa unaweza ka terminate hapa then cout au cout kutoa. Kwa mpangilio ni wewe mwenyewe kwamba kwenye cout hapa unaweza kaona unazipa taarifa fulani au jumla ya namba ya kwanza na namba ya pili ni kwa the same, ni wewe mwenyewe utakavyoamua. Kwa unaona kabisa kwamba jibu la kutoa ni 20 na jumla zetu hapa ni 100. Kwa hiyo inakuwa iko sawa. Au unaweza ka display zile namba zetu kwamba tukaziunganisha zile namba mbili. Kwa hiyo tunaweza kaonyesha hapa namba ya pili itaonekana, then tunaunganisha kwa less than sign mbili. Kwa hiyo tunaandika tendo labda tuna minus, tukiunganisha tena tunaunganisha na namna ile, tunaunganisha na namba 1, tunasema hapa ni sawa sawa. Kwa ni sawa sawa quotation, then tunaandika taarifa za sawa sawa, then huko mwisho tunaandika kutoa. Kwa maana hapa kitakachoonekana tunaweza tukafuta hii. Kwa inawezekana ni kama namba 1 itaonekana ambayo ni 60, kutoa alama yake hapa itaonekana namba yetu ya pili ambayo ni namba yetu ya pili ni 40, then huku hii itaonekana hii alama, then inakuwa namna hiyo. Kwa hiyo unaweza kupangilia katika mpangilio fulani taarifa zikazi kuonekana. Kwa unaona kabisa hapa hivi kwamba 60 kutoa 40 inakuwa ni 20. Hii ni namba 2 minus hii tuliweka alama yake tukaiko namba 1 then equals tukaisema then tukaandika ile difference ya kutoa. Kwa hiyo inakuwa inaandikwa namna ile pale. Kaandika namna hiyo pale. Kwa hiyo unaweza kufanya tendo mbalimbali, ukajumlisha, ukatoa, ukagawanya